Kinchemba, mbunge Mufwindi oye! Ndugu zangu, kama ambavyo tumearifiwa kwamba ziara ya leo ni ziara ya Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na mpaka ameipanga ziara ya kuja kwenye mkoa wetu, manake yako mambo mahususi ambayo anatamani kuzungumza na wananchi katika mkoa wetu wa Iringa. Lakini pamoja na mambo mengine, Mheshimiwa Waziri Mkuu aliona ipo haja na hoja ya kutenga muda wa kuzungumza na wananchi na kuwasikiliza juu ya mambo mbalimbali. Kwa kuzingatia msingi huo wa ujio wake, tusingetamani kupoteza muda mwingi zaidi, badala yake tujiandae kwa ajili ya kumsikiliza. Mheshimiwa Waziri Mkuu, karibu tena katika mkoa wetu wa Iringa. Wananchi, watumishi na viongozi tuko tayari kwa ajili ya ziara hii, lakini kipekee tunafurahi kwamba umekuja ukiwa na afya njema na ukiwa na utayari wa kuwaongoza wananchi katika ajenda leo. Tumpigie makofi mengi sana Waziri Mkuu kwa kazi kubwa na nzuri. Kama ambavyo imeelezwa vizuri sana na wawakilishi wa wananchi, yapo mambo mbalimbali ambao wangetamani kuona yanatendeka zaidi, na yako mambo ambao wanashukuru kwamba yametendeka. Kwa msingi huo, kwa kuweka rekodi sawa za serikali katika mkutano huu, naomba niwataarifu wananchi kwamba pamoja na changamoto kadhaa zilizoelezwa, lakini serikali ya mkoa imeendelea kuchukua hatua mbalimbali katika kuhakikisha kwamba maisha ya wananchi, huduma za wananchi zinakuwa ni kipaumbele cha majukumu ya kila siku ya serikali ya awamu ya 6. Mheshimiwa Waziri Mkuu, serikali ya awamu ya 6 chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan hapa imetuletea zaidi ya shilingi bilioni 120 kwa ajili ya kupeleka umeme katika ngazi ya vitongoji. Kwa sababu kwa mkoa wetu wa Iringa tayari umeme umekwenda vijiji vyote, na sasa tunapeleka umeme katika ngazi ya vitongoji. Lakini pia katika eneo la umwagiliaji, kupitia Wizara ya Kilimo, zaidi ya bilioni 55 zimeelekezwa katika mkoa wetu kwa ajili ya kutekeleza miradi ya umwagiliaji na kufanya ukarabati wa miradi kongwe ya muda mrefu ambayo ni chakavu. Lakini kwa upande wa barabara, kupitia TANROADS, zaidi ya shilingi bilioni 77 zimeelekezwa kwenye mkoa huu kwa lengo la kuendelea kutekeleza miradi mbalimbali ambayo iko kwenye hatua tofauti tofauti ndani ya mkoa wetu. Lakini kwa upande wa TARURA, zaidi ya shilingi bilioni 1.6 zililetwa kwa ajili ya mradi inayoendelea katika halmashauri zetu, na kwa upande wa RUWASA bilioni 2.4 zimeletwa kwa ajili ya miradi ya maji. Na fedha zote ninazozitaja hapa, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni fedha ambazo miradi yake inatekelezwa mpaka sasa ndani ya mkoa wa Iringa. Lakini pamoja na hayo, ukiangalia ndugu zetu wa MAUWASA wanao mradi wa miji 28 ambao unagharamiwa kwa shilingi bilioni 48, mradi ambao kukamilika kwake ni ufumbuzi wa kudumu wa changamoto ya maji kwa mji wa Mafinga, Mufindi na maeneo ya jirani. Lakini pia kwa upande wa elimu, bilioni 12.5 zimeelekezwa mkoa wa Iringa. Kwa upande wa afya, bilioni 3.1 zimeletwa hapa. Lakini kwa upande wa mikopo, zaidi ya bilioni 10.07 zimetolewa kwenye halmashauri zote zinazounda mkoa huu kwa lengo la kuwawezesha wanawake, vijana na wenzetu wenye ulemavu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, katika upande wa TASAF, zaidi ya shilingi bilioni 30.49 zimepelekwa kwa ajili ya kuwasaidia wenzetu wote ambao ni wanufaika wa TASAF. Lakini pia kwenye upande wa utalii, kama tunavyofahamu kwamba mkoa wa Iringa ndiyo mama na mwenyeji wa hifadhi ya taifa ya Ruaha, hapa serikali kupitia mradi wa RIGRO zaidi ya shilingi bilioni 76 zimeletwa na kutekeleza miradi ya kuchochea utalii katika nchi yetu. Tupigie makofi mengi sana serikali yetu kwa hatua kubwa za mageuzi yanayofanyika. Lakini pia katika upande wa RUWASA, kwa upande wa maji, zaidi ya shilingi bilioni 12.75 zimetolewa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ninachotaka ukisema ni nini? Dhamira ya serikali ni kujenga ustawi wa watu, na hakuna namna tutaimarisha ustawi wa watu bila kuimarisha miundombinu ambayo ndio inatoa huduma kwa watu. Kwa miradi yote inayotekelezwa sasa, lengo na dhamira yake ni kuhakikisha wananchi wanapata huduma bora na kuchochea ukuaji wa shughuli za kiuchumi katika maeneo mbalimbali. Mheshimiwa Waziri Mkuu, katika mkoa wetu wa Iringa tunaendelea kuamini kwamba Iringa imara inajengwa kwa umoja na uwajibikaji, na hivyo mkoa umejipambanua katika kuhakikisha tunasimamia haki za wananchi wetu, usawa miongoni mwao, umoja na mshikamano, uwajibikaji wa taasisi na mtu mmoja mmoja, lakini pia usalama wa raia na mali zao kikiwa ni kipaumbele cha kwanza ili kuchochea uwekezaji na utalii na maisha ya wananchi kwa ujumla. Lakini katika upande wa halmashauri, mkoa umejielekeza kuhakikisha halmashauri zote zinasimamia swala la mapato, miradi ya maendeleo, huduma kwa wananchi, mapambano dhidi ya lishe duni, mazingira ya usafi, lakini pia uharakishaji wa mazingira bora na uwezeshaji wa wananchi, bila kusahau uwezeshaji na uwekezaji ikiwa ni sehemu ya ajenda ya msingi kwa halmashauri zote. Na hivi ninavyozungumza, Mheshimiwa Waziri Mkuu, miradi ya maendeleo ambayo ilitengewa fedha na kuletwa kwetu inakwenda vizuri, ipo iliyokamilika na ipo ambayo tayari imeanza kutoa huduma kwa wananchi. Na katika upande wa mapato, halmashauri zinafanya vizuri, na halmashauri ya Mufindi kupitia Mafinga sasa wamefikia 94% ya makusanyo wakiwa wanaelekea mwishoni mwa makusanyo wa mwaka wa fedha. Lakini pamoja na hayo, katika wilaya hii ya
ya Mufindi katika matokeo ya juzi kwenye swala la mazingira na usafi, halmashauri yao ya Mufindi imekuwa ya 3 kitaifa katika swala la usafi wa mazingira, na halmashauri yao ya Mafinga imekuwa ya 2 kitaifa katika swala la usafi wa mazingira. Tuwapigie makofi mengi sana Mufindi kwa kuishi swala la mazingira kwa vitendo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, katika eneo la huduma kwa wananchi tunaendelea kukamilisha miradi ya maendeleo, tunaendelea kupeleka vitendea kazi, lakini pia watumishi. Mkoa wa Iringa umepokea zaidi ya watumishi wapya 750 ambao wanasambazwa katika shule zilizokamilika, zahanati zilizokamilika na maeneo yanayohitaji maafisa ugani. Lengo ni kuhakikisha kwamba miradi mikubwa iliyowekezwa hapa inakuwa na wataalamu watakaoisimamia, ili dhamira ya kuwepo miradi hiyo iweze kuonekana kwa utoaji wa huduma bora kwa wananchi. Lakini katika upande wa mazingira, mkoa unaendelea kusimamia swala la upandaji wa miti na usafi wa mazingira, na ndio maana kimkoa halmashauri zetu 3 zimefanya vizuri kitaifa. Manispaa ya Iringa imekuwa ya 2 kitaifa katika manispaa bora kwa usafi, halmashauri ya Mafinga imekuwa ya 2 kitaifa katika miji kwa usafi, na Mufindi imekuwa ya 3 kitaifa katika halmashauri za wilaya safi nchini. Kwa msingi huo, Mheshimiwa Waziri Mkuu, maendeleo ya mkoa wetu yanatokana na ushirikiano bora tunaopata kwa wananchi pamoja na viongozi wenzetu. Taarifa yangu ya mkoa imeeleza mambo mengi, lakini kwa maslahi ya muda naomba Mheshimiwa Waziri Mkuu nikukabidhi ili uweze kuitumia kama rejea ya masuala mbalimbali. Mwisho, mafanikio ya mkoa wa Iringa yanatokana na ushirikiano tunaoupata kwa wananchi, viongozi wenzetu wa kijamii wakiwemo viongozi wa dini, viongozi wa kisiasa wa vyama vyote, bila kuwasahau wazee wetu wa mila. Tuwapigie makofi mengi sana kwa ushirikiano mkubwa ambao wanaendelea kutupatia. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa sababu wananchi hawa wanayo hamu ya kukusikiliza, naomba sasa tusimame wote na makofi mengi sana kwa ajili ya kumkaribisha Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Lameck Mwigulu Nchemba aje kuzungumza nani. Mwigulu oye!